Yesu asifiwe. Amen. Okay. Nawatakia tena heri ya mwaka mpya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shangilieni basi Bwana Yesu. Leo ni siku ya furaha. Amen. Mwaka mpya unapoanza kitu chochote kipya ni siku ya furaha, si ndio? Amen. Ni furaha bila kujali umepita nini, lakini umeanza, umefika, maana wengi hawakuweza kufika hapa tulikofika. Kwa hiyo ni siku ya furaha, ni siku ya shukurani, ni siku ambayo hatupaswi kukumbuka chochote isipokuwa kumtukuza Mungu kwa mema mengi ambayo ametujalia. Bwana Yesu asifiwe. Yes, jifunze kuhesabu wema wa Mungu kwenye maisha yako. Utasonga mbele kwa haraka sana. Hesabu mambo ambayo Mungu amekutendea mema. Wako watu ambao kama mlivyosikia kwenye shuhuda, mwaka ulivyoanza walikuwa mahali pengine. Wakati kama huu mwaka jana. Tofauti kabisa na kwenye madhabahu hizi. Leo wako hapa. Sio kwa uwezo wa mwanadamu, wala hawakwenda kufanya application au kuandika barua kwa nataka kuwa kanisani mwisho wa mwaka huu. Haleluya. Lakini neema ya Mungu imewakamata na wako hapa leo. Ndio maana tunamshukuru Mungu. Wako watu wengi waliokuwa na magonjwa mengi wamepona. Wako watu wengi wametoka kwenye vifungo vingi vya familia. Vimetoka, wala usiogope. Wale wote ambao wamefunguliwa, sio familia, sijui mmefunguliwa. Hata shetani anapofuatilia, maana anajua hana kitu tena. Kimsingi Yesu ameshakaa, ndio maana anaendelea kuja kuchungulia. Viko vitu vingi vimeachiliwa. Watu wametengwa na mizizi ya uovu kutoka kwenye familia zao, kutoka kwenye maisha yao walioishi huko nyuma. Mambo mengi. Nimeona watu wakiwa wanafunguliwa kutoka kwenye vifungo vya utumishi. Shetani hapendi watu wamtumikie. Kwa nimeona Mungu akitenda, akiwaachilia wengi kutoka kwenye hivyo vifungo. Nimeona wengi Mungu akiwapiga vita kwa sababu Mungu amewafungua. Lakini pamoja na hayo, Yesu akiendelea kuangangania na kuwarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tunamshukuru Mungu. Na ujumbe naenda kuwapa leo ni ujumbe mahususi kwa ajili ya mwaka mpya wa 2021. Bwana Yesu asifiwe. Namba 1 ni wale watu wa Kiswahili ni theme, natafuta neno theme kwa Kiswahili. Dhamira. Ni dhamira. Dhamira imekuja kweli bado kidogo. Dhamira. Mama wa Kiswahili hayupo. Maudhui. Maudhui. Ndio neno nilikuwa natafuta. Poleni wale msiolifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Maudhui kuu ya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Maudhui ya mwaka 2021 ni mwaka wa utambulisho. Sema mwaka wa utambulisho. Mwaka wa utambulisho. Sijasikia kila mmoja, mwaka wa utambulisho. Mwaka wa utambulisho. Haleluya. Maana yake ni nini? Maana yake Mungu ni mwaka ambao uko nyuma niliwahi kugusia kidogo. Ni mwaka ambao Mungu anaenda kuwatambua walio wake kweli kweli. Sema Mungu anawatambua walio wake kweli kweli. Na wale walio wa Mungu kweli kweli watamtambua Bwana Yesu kuwa ni Bwana wao. Sema wale walio wake Yesu watamtambua Yesu kuwa ni Bwana wao. Basi mwaka wa utambulisho, Mungu atatutambua sisi kuwa watu wake, na sisi tutamtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Mwaka wa utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena, ni mwaka wa utambulisho. Mungu anatutambua, atawatambua walio wake. Haya basi tuseme.
Yesu atawatambua walio wake, Yesu atawatambua walio wake, na walio wa Yesu watamtambua kuwa Bwana na Mwokozi. Halafu atamshuhudia kwa watu bila uoga. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo, pengine nianze na maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2. Nitasoma mstari mmoja tu wa 19. Kitaka wewe utaenda kusoma mingine na kuendelea pale. Timotheo wa pili 2:19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii. Huu ndio muhuri wenyewe. Haya kwa maneno tu ya kutambulisha hili neno. Na hilo ndilo msingi wetu. Msingi wetu wa mwaka wa 2021 unapotoka. Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Sema, Bwana awajua walio wake. Bwana awajua walio wake, Kila alitajaye jina la Bwana kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. na auache uovu. Huo ndio msingi wa mwaka 2021. Weza kumtumikia Mungu. Ndio uzuri na ubaya uliopo katika hawa mambo maina. Wale watu wa janja janja, wale watu wa kumtumikia Mungu kinafiki, wale watu wa kutaka kufanya mambo ili waonekane na wengine kwamba wanafanya, hawatoweza kazi ya Mungu, hawatoweza. Maana wala Mungu hata watambua kuwa watu wake. Yesu anawatambua walio watumishi wake kweli kweli. Na hao watu ambao ni wa Yesu kweli kweli, Yesu atawatambua na wao watajua ya kwamba sisi tumetambuliwa na Bwana na sisi kweli tunamtumikia Mungu. Janja janja haitafanya kazi. Haleluya. Unajua ndio maana nimemwambia achukue hii na nitaiweka hii kwa sababu haya ni mafundisho mafupi tu ya mwaka mpya na nataka yawe na kumbukumbu ili ijulikane ninachokisema. Maana mwisho wa mwaka ni vizuri kama tunavyo evaluate ulikuwa mwaka wa ahadi za Bwana, namna Mungu alivyotusaidia, alivyotupigania kwenye vile vitu. Tunataka mwisho wa mwaka wa 2021 tuweze tukatoa hesabu, tutazame nyuma, tuone namna ambavyo Mungu alisimama na walio wake na namna ambao walikuwa na janja janja walivyopotea kutoka kwenye uso wa Mungu. Haleluya. Neno linasema kwamba kila atakayekuwa analitaja jina la Bwana anafanya nini? Aache uovu. Huyu ndiye anayepokea utambulisho wa Mungu. Niseme mapema, sio mwaka wa watu wanaopenda dunia hii. Haitowezekana tena. Huku nyuma unaweza ukaendelea kuvumilia. Neema itaendelea kuwepo, lakini ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Ni mwaka wa utambulisho. Anaenda kuwatambulisha watumishi wake kweli kweli. Niliwaeleza hapo nyuma. Ni mwaka ambao utashuhudia hata watumishi wa Mungu wakubwa kama hawajarudi kwenye msingi wataanguka kuliko wakati mwingine wote. Mungu anataka, Mungu hataki tena nyakati zilizobaki, si nyakati za janja janja tena. Anataka kulitengeneza kanisa na watu walio serious. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ni wakati ambao watu serious wale watanyanyuka, watu ambao hata ni wadogo hamkutarajia watanyanyuka. Yesu atawainua, atawaweka juu kabisa. Lakini utashangaa watu ambao wamekaa katika wokovu, pengine wamekaa katika utumishi, wakishushwa na kuondoka kwenye ramani. Kwa sababu ni mwaka wa utambulisho. Kila anayelitaja jina la Bwana aache nini? Kuchanganya kazi ya Mungu, Ukristo, ulokole na dunia havitawezekana tena. Ni lazima ujitoe kwa Kristo kweli kweli. Haleluya. 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 Wanaotafuta kitu kwenye utumishi wa Mungu haitowezekana tena. Ni lazima ujitoe kumtumikia Mungu. Kutakuwa na kuinuliwa sana kwa watumishi wa Mungu, na Mungu ataendelea kuwategemeza watu wake.
lakini hakutawezekana tena kutegemezwa kwa watu ambao wanatafuta kitu kwenye utumishi wa Mungu. Haitawezekana. Mungu ana namna anategemeza wa kwake. Sasa kwa sababu ukienda huna utambulisho, wewe utaendelea kutaka kujitegemeza kwa nguvu zako, na haitawezekana tena. Kila mtu atakuwa amechoka, watu watakuwa na confusion nyingi, hawataelewa tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mwaka ambao tunapaswa kurudi kwa Bwana wetu kweli kweli. Sema tunapaswa kurudi kwa Bwana wetu kweli kweli. Tunapaswa kurudi kwa Bwana wetu. Wale ambao wanatembea kidogo kidogo kukawa na shida huko, na rudi kweli kweli. Rudi. Maana Mungu haendi kutafuta watu wengine kutoka mahali pengine. Ni watu hawa walioko hapa duniani. Wale ambao wanaamua kurudi na kumtumikia kweli watakuwa watu wake. Kwani Mungu anaenda kutafuta watu, kwa mfano anapoenda kuja kutafuta wana nuru atakao wapata hapa, anaenda kutafuta wengine kuacha sisi? Hawa atatafuta wale walio wake kweli kweli, ambao wamempa mioyo yao kweli kweli. Hawa watakuwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kurudi kwa Bwana kweli kweli. Ni bahati mbaya, lakini bado Mungu ni mwema na mwaminifu. Kila wakati ana nafasi kwenye maisha yetu. Nasema ni bahati mbaya kwa sababu Mungu anavyotazama wakati mwingine anasema, hivi kwa nini? Ina maana watoto wangu huwa wanisikia, huwa waniheshimu. Hebu fikiria, hivi unawazaje juu ya neno la Mungu unaolisikia? Unawaza kwamba ni Mungu, yani kuna watu ni rahisi kuelewa maneno ya huko mtaani kuliko kusikia huu ujumbe wa neno la Mungu na kufanya maamuzi kusema ninashikamana na Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka wa utambulisho, Mungu anaenda kuwatambua walio wake. Soma neno la Mungu kwenye Injili ya Yohana 10 mstari wa 14. Nadhani maneno muhimu sana na niyasome mwenyewe. Injili ya Yohana 10. Wewe kwa mfano nitakushauri pia ukasome Injili ya Yohana yote. Utakuta habari za mchungaji mwema na nini, habari za Yesu ajua kondoo wake. Mimi nasoma ule mstari wa 14 peke yake. Yohana 10:14. Maana ya Mungu anasema, Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu yani walio wa Yesu anawajua, nao wa Yesu wanamjua Yesu. Huu ndio mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaenda kuwatambua walio wake, na walio wake watajua ya kwamba Yesu ni Bwana wao. Ninakuhakikishia wale wajanja watajua Yesu sio Bwana wao, na hawataweza tena hata kulitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwaka wa utambulisho. Kwa hiyo wito, unajua Kristo ni utumishi wa Mungu. Kila mtu alipoitwa, kila kwenye utumishi ulioitwa, ng'ang'ana kurudi, maana ni mwaka wa utambulisho. Niwape habari njema ni kwamba Mungu atawapigania, atawabariki na kuwainua sana wale ambao atawatambua kuwa watu wake. Hawataanguka, atawabariki, na ndio maana niliwaambia Mungu anawaposition, atawaleta kwenye nafasi, atawaweka panapo nafasi watu wake. Haleluya. Lakini atawang'oa walio waovu kutoka katika nafasi zao na kuwatupilia mbali. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sisemi hata neno moja. Ukitaka kujua usahihi wa haya ninayozungumza ni maneno ya Mungu, yanakuja tu kwa sababu ya majira ambayo hayo maneno yanaenda kutimia kwenye maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo turudi. Hakuna atakayeshindwa ambaye amejitoa kwa Yesu. Hakuna atakayeshindwa. Lakini wengi wataanguka. Ni mwaka ambao utasikitika sana, kwa sababu tuliona kidogo dalili hapo, kwa sababu utashangaa wale uliowatumaini wakuu hawatoweza, ila yule ambaye anamshikilia Yesu ndiye atakayeweza, na hawa watu watakuwa na kazi kubwa sana. Kama wewe ukitambuliwa na Kristo utakuwa na kazi kubwa sana,
Ndio maana nimesema kwamba wewe utamshuhudia Bwana wako kwa watu ili wamrudie. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuwa na kazi kubwa. Tuna kazi kubwa ya kumshuhudia Kristo kwa watu goigoi, kwa watu ndumilakuwili, kwa watu ambao hawajamjua Yesu, ili wajue ya kwamba huyu unayeona na kusimamisha tunaendelea kwenda, huyu ndiye umemkosa kurudi kwake. Mungu anataka hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sijui wewe unafikiriaje? Kama uko hapa unataka uje uwe mmoja hapo ambaye tutakuja kukuhubiria hamna neno, pia ni kazi unatupa, lakini hatujui kama hiyo neema itakufikia, na ikikufikia hatujui kama utakubali. Maana katika watu walio hatari wa kuwahubiria ni watu ambao walikwisha kupokea neema wakaiangusha. Hivi mnafahamu? Hao ni watu hatari. Watu walio rahisi hawajapokea neema, ni rahisi kuwaleta, lakini ambao alishapokea kaiangusha ni watu hatari. Haleluya. Ndio nasema sijui. Hakuna kuona ujanja. Umeitwa na Mungu, turudi kweli kwa Yesu. Ni mwaka wa upatanisho. Yeye ni mchungaji mwema. Anawajua walio wake. Na walio wake watamjua yeye ni Bwana na Mwokozi wao. Na hawatatahayari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ng'ang'ana. Hiyo ni theme, hiyo ni maudhui ya mwaka 2021 kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Simama nayo. Itia jina la Bwana, acha uovu. Utauona ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Kila litajia jina la Bwana afanye nini? Au ache uovu. Hakutakuwa na nafasi ya kumtumikia Mungu pamoja na uovu. Haitakuwepo. Haleluya. Haitakuwepo. Mungu wetu mjue ni Mungu mwenye macho. Hafichwi na chochote. Hakutakuwepo na janja ya kujificha. Atakung'oa kutoka kila mahali uliko, atakuexpose. Hakutakuwa na nafasi hiyo. Haleluya. Atawainua walio wanyonge, atawaketisha pamoja na wakuu. Kwa hiyo ni mwaka ambao natarajia watu wengi sana kunyanyuliwa kutoka chini kuingia huko. Ni bahati mbaya, lakini mwaka ambao mkiona watu wanashuka sioni ajabu, maana mtajua unabii. Lakini ninachong'ang'ana ni nini? Nang'ang'ana kwamba nisiweke kwenye nafasi, bali Mungu aniweke kwenye nafasi ile ambayo amenikusudia kwa mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana nafasi hiyo. Ndio maana Mungu anazungumza hili neno jioni hii, anazungumza huu ujumbe katika mwaka huu mpya 2021 kwa wanadamu. Kila mmoja ana hiyo nafasi, anapokea hiyo neema. Tuing'ang'anie, turudi, inawezekana. Haleluya. Haleluya. Ni wasihi wa Mungu. Tuache na tusiwe ngana nafanya kosa kubwa. Si tupunguze, tuachane na hii dunia. Sema tuachane na hii dunia. Tusipende hii dunia. Nacho vitu ambavyo havitaenda kufanya kazi ni kwenda hii dunia na Bwana Yesu. Havitafanya kazi hata siku moja. Havitafanya kazi. Na watumishi wa Mungu wale ambao watatoa maisha yao kabisa wakapata utambulisho, watakuwa na kazi kubwa. Kama ni mvivu pia utaachwa. Unaweza kuwa unampendeza Mungu, lakini kama ni mvivu utaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kazi iliyopo haitahitaji uvivu hata siku moja. Ndio maana Biblia inasema amelaaniwa anayemtumikia Mungu kwa ulegevu. Inahitaji watu wamtumikie Mungu kweli, wasimame, maana maovu yataongezeka, kukengeuka kutaongezeka, watu wataacha njia ya kweli zaidi. Kwa hiyo wale ambao wanamtumikia Bwana kweli, ambao atawapa utambulisho wa jina lake, na wao watakuwa wanamjua, watakuwa na kazi kubwa ya kuwaeleza watu habari za huyu, kupeleka ujumbe wake ili wamrudie Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa kwenye huduma itakuwa ni nafasi na ni mwaka wetu wa kuhubiri injili kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa kuhubiri injili kuliko kawaida. Mwaka wa kuhubiri injili kuliko kawaida. Kwa sababu kwanza ukishapata utambulisho wake Bwana, ukishamjua yeye ni Bwana na Mwokozi wako, hakuna kazi nyingine anayokupa zaidi ya kwanza kuambia watu Yesu ni Bwana na Mwokozi.
ameniokoa, njoo akuokoe. Kuna yule mama akawa asema, uhitaji maneno mengi, Yesu ni Bwana na Mwokozi. Ameniokoa, njoo na atakuokoa. Na wale wanaofanya hivyo kwa dhati itaonekana na itajulikana. Maana hawatakuwa wanafanya wao wenyewe, wanaotambulisho kwa Mungu. Mungu atasimama nyuma ya kazi yao na matunda yataonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haitakuwa midomo mitupu, maneno matupu. Ni lazima kazi ya Mungu inaenda na kuzaa matunda. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa katika Kristo. Jumba wangu ni mfupi sana. Ukisoma maneno ya Mungu utashangaa. Unajua sio kuna nini, lakini utambulisho ni kitu cha ajabu. Na Mungu watumishi wake wale waaminifu waliojitoa kweli kwa ajili ya ufalme, wale ambao usiku na mchana wataendelea kutafuta uso wake kwa maombi, kwa kusoma neno, kwa sala, kwa kufunga, hao watawekwa kwenye nafasi zao sawa sawa kwa mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko kawaida. Yaani nazungumza hapo utashangaa, kuna watu wanaelewi, lakini shetani anajua na anachukia kinachoongea. Siku moja tukiwa tunafanya huko deliverance, utasikia atazungumza haya mahubiri ninayosema. Bwana Yesu asifiwe. Atasema wale wanaotumikia Mungu, watumishi wa Mungu waliojitoa, Mungu atawasimamisha sasa na atawapa nguvu. Hawataanguka wala hawatazimia. Na mimi naanza kuwapa tahadhari wale watumishi wa Mungu wanaowaongoza, ambao wamempa Kristo maisha yao, wamejiachilia sawa sawa. Endeleeni kusimama pamoja na muwe makini. Maana Mungu amekusudia kuwainua na kuwapa nguvu zaidi. Msiendeende nao kawaida. Ninawaeleza kwa jina la Yesu. Ninawaambia, si kwamba ninawaambia. Inawezekana sio hapa, ni mahali pengine ukajua huyu ni mtumishi wa Mungu sawa sawa, kuwa makini, kwa chonjo. Bwana Yesu asifiwe. Maana ana utambulisho wa Kristo. Ana utambulisho wa Kristo. Hata wewe kwenye nafasi yako ile Mungu amekuitia, hautakuwa wa kawaida, maana Kristo atakuwa na utambulisho kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma na ukasome kitabu cha Hesabu sura ya 16. Kasoma utapata habari nzuri sana juu ya hao wapendwa wana wa Israeli, na waliinuka wapendwa wawili pale katika wale wana wa Israeli, wakawa wanawapinga Musa na Haruni, watumishi wa Mungu. Wanawapinga Musa na Haruni. Kasome. Wanawapinga. Wanawaona kwamba wao wamewatoa Misri, wamekuja, Mungu anawapendelea, kwa hiyo wanawachukulia yani kama sisi mmetuona ni watumwa wenu, ninyi Mungu anawapendelea. Wanawaeleza makusudi ya Mungu, hawataki kuelewa. Msome ile sura, kitabu cha Hesabu sura ya 16. Mfano nikisoma ule mstari wa 5 hapa. Wewe unasoma tu wote. Ule mstari wa 5, baada ya kuwa mlalamikiwa ni okay, nianze ule wa 3. Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi. Kwa hiyo kama kila wakati alivyokuwa akawa anamuomba Mungu huruma juu ya watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Hayo msala anasema, kisha akanena na Kora na mkutano wake wote. Huyu alikuwa anaongoza mkutano wa uasi, huyu alikuwa anaitwa Kora. Akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake. Anawaambia kesha ataonyesha ni kina nani walio wake. Kisha ni nani aliye mtakatifu. Tena ni nani atakayemkaribisha kwake, maana yeye atakaye mchagua ndiye atakayemsongeza kwake. Bwana Yesu asifiwe. Anawaeleza Mungu atathibitisha. Nyinyi mnasema hivyo, lakini Mungu atathibitisha. Wakaendelea na ukorofi wao namna
Mungu akawaambia, wakawa yule Kora amekusanya watu, wana kundi la watu 250 na nini, na wengine wako huko nyuma hawaungi mkono Musa na Haruni, bado wanawasikilizia. Wakaenda kwenye hema ya kukutania. Siku iliyofuata Musa akamwita Haruni, Mungu akamwita Haruni na Musa akawapa maelekezo. Musa akawaambia, okay, mkifa kwa kifo kingine mnaweza kusema imetokea tu, lakini Mungu ataonyesha kitu na mtajua ya kwamba yeye walio wake aliowachagua amewaacha na amewaangamiza walio waovu. Mungu akawasogeza Musa na Haruni. Ardhi ikapasuka, ikawameza wote, wakaingia chini, alafu ardhi ikajifunga. Chini Mungu ni Mungu. Kasome utapata kujua. Haleluya. Mungu anathibitisha walio wake. Sasa wale waliokuwa pembeni wao, ndio maana nimewaambia wale ndugu la kweli wale muwe makini. Waliokuwa pembeni wakachukua mbio, wakakimbia. Wakasema, ni mambo gani haya? Maana wao walikuwa waamini. Soma maneno yale. Mungu, Biblia inasema Mungu akaachilia moto kutoka mbinguni. Wale wote waliokuwa wanakimbilia akampiga kwa moto, waangamia. Maana anathibitisha walio wake ambao sio wake, hakubaki hata mmoja. Haleluya. 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 Nataka kuambia huyu Mungu tunayemsoma hakuwahi kubadilika hata kidogo. Ni yeye yule. Kilicho tofauti sasa hivi ndugu zangu katika Kristo ni neema imeongezeka kwa sababu tunaye mkombozi, Mwokozi Yesu Kristo. Lakini Mungu ni yeye yule. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana nasema turudi kwake mkombozi. Amen. Tukirudi kwake mkombozi, Biblia inasema kila anayeliitia jina lake aache uovu, na huyo atakayeliitia jina lake ataokoka. Hebu nisomee kitabu cha Warumi 10:13. Atakayeokoka nani? Soma kwa sauti kama umekuta hapo. Maneno haya yaliyosoma. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kila atakayeliitia jina la Bwana atafanyaje? Ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila atakayeliitia jina la Bwana. Na huyo mtu ndiye atakayekuwa ametambulika. Na huyo mtu lazima aache uovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Musa anawaambia Mungu anawatambua walio wake. Atawatambua walio watakatifu wake. Atawatambua, atawa-isolate. Ndio mwaka tulio nao hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu kama mimi ambao tunafanya janja kwenye madhabahu hatutapata nafasi tena. Utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kueleza kitu ambacho kina prevail kwenye ulimwengu wa roho sasa hivi. Na Mungu alishatoa nafasi. Kwa wale watumishi wa Mungu alishatoa nafasi. Hakuna hata mmoja ambaye hajatoa nafasi ya kumuonyesha kwamba mambo yako hivi ili arudi. Bwana Yesu asifiwe. Haitakuwa na nafasi tena. Mungu atawainua walio wake na walio wake atawasimamisha. Na wale ambao sio wake wataaibika. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa imara. Simama imara ni nafasi ya sisi kukaa sawa sawa. Mungu ataacha tena watu jina lake litukanwe kwa ajili ya watu. Mungu atawasimamisha. Mungu yuko radhi kuwapokea waovu kama ilivyo ndicho kilichomleta Yesu. Lakini hayuko tayari kukaa na wanafiki ambao wanavaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni nani? Mwabudu. Hata kwa tayari Mungu endelea kwa nani? Haleluya. 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 Kuna maneno hapo ndiko soma hiyo sababu 16 kwa neno moja tena. Wakaendelea Musa, mtaenda kusoma hapo. Ukifika mstari wa 28 hapo 16, Musa anamwambia, Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana napenda sana tuendelee kufanya na shuhuda hizi za clip na kila kitu. Ndio kwa udogo wetu
kwa kile alichotuitia Mungu, tunataka kila mtu aone na uweze kujua kwamba kwa uweza na nguvu zetu, kwa uweza na nguvu zangu, hakuna chochote kilichofanyika katika huduma hii kama Mungu hakuwa na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja na uweze ukashuhudia. Na ndio njia nzuri ya kushuhudia, watu wapate kuja kwa Yesu, wapate kupokea ukombozi. Hakuna chochote kilichofanyika kwa mkono wa mwanadamu. Kwa uweza kwanza hatuna hizo nguvu kama Bwana hakuwa pamoja na sisi. Haleluya. Haleluya. Kuna maneno ya mwisho, sababu nimesema tuna nafasi yetu ya kuvuka na kuombea maombi yetu. Nafikiri kuna maneno yanatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 26 mstari wa 13. Isaya 16:13. Isaya 26:13. Mungu anasema wale, Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe wametumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako. Kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako. Ninarudi pale pale kwa jina. Kila atakayelitia jina la Bwana atafanyaje? Ataokoka. Na huyo mtu afanyeje? Aache nguvu kwa jina la Bwana, na huyu ni Bwana Yesu. Haleluya. Anaonyesha kwamba mabwana wengine waliwamiliki kwa sababu ya uovu, lakini kwa jina lake hawakuacha kulitaja jina lake. Mungu akawarejelea, kwa sababu kila atakayelitia jina la Bwana Yesu kwa kumaanisha hata tahayari mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Hata pungukiwa mwaka 2021. Atakaa katika nafasi yake, biashara zake zitastawi, familia yake itainuka, atayapita magumu. Lakini ni bahati mbaya, utashuhudia vilivyo vingi. Kadiri unavyoinua utashuhudia magumu mengi, na pengine ni sawa tu, kwa kadiri Mungu atakayokujalia atakufanya mtoa huduma na misaada, kwa sababu ninafikiri kwa sababu ya ukorofi ya kutokuliita jina la Bwana, magumu yatazidi kila mahali kwenye jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia kwenye familia mnazotoka yatazidi, kwa sababu watu hawako tayari kulitia jina la Bwana kwa moyo. Hawako tayari. Hawako tayari kuyaacha maovu, kuzichekecha njia zao, watembee katika utakatifu. Hawako tayari. Sasa tumepokea neema ya kupokea ujumbe huu wa mwaka mpya 2021, mwaka wa utambulisho. Ninawasihi ndugu zangu wana Nuru, mimi kama mtumishi wenu hapa, turudi kwa Bwana. Asiwepo mmoja ambaye hata tambuliwa na Bwana hata kwa maombi tunaenda kufanya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu, alifuate hili neno lake na akatutia nguvu kwa jina la Yesu. Amen.